mitaa mbalimbali, lakini mtaa mmoja wapo ulioko ndani ya Kibeta. Tunazungumza na wafanyabiashara mbalimbali. Lengo kubwa sana tunataka tujue hali ya biashara iko vipi katika mfungo wa Ramadhani kwa wenzetu Waislamu pamoja na Kwaresma kwa wenzetu wa Kristo. Na ndio maana tuko hapa kwa sababu tunaongea na wafanyabiashara, wajasiriamali mbalimbali wakitujuza hali halisi ya biashara yao iko vipi. Ambatanani kwanza mwanzo hadi mwisho mapokezi mimi ni Bilili Msmaroli. Karibu. Bila kuchelewa tuanze na mama kama atakapotamsha majina yake, anaitwa nani, lakini pia atatuelezea hali iko vipi ndani ya msimu. Karibu sana. Unaitwa nani? Na unatoka wapi? Kwa kweli katika maendeleo ya biashara zetu kwa sasa biashara yetu ni ngumu kidogo kutokana na mfungo wa Ramadhani na Kwaresma, lakini pia ukiangalia hata hizi hali za mvua zimesababisha ni hali kuwa ngumu, na ugumu wake umekuja kwa sababu ni mvua zikinyesha watu wanachelewa kuja kuemea, na hata wakija kuemea ni kwa uchache sana kwa sababu watu walio wengi wamefunga. Kwa kama wamefunga vitu vinakuwa ni vinaenda slow sana, ni taratibu sana. Hali ni ngumu, Okay. Kama unavyotazama mpenzi mtazamaji, huyu dada, huyu mama ni mjasiriamali mdogo ambapo kuna vitu mbalimbali tunavyoviona hapa, ataweza kutubainishia angalau kimojawapo au vyote kwa pamoja kulingana na muda wetu tulionao. Karibu, tuambie unauza nini na nini na nini? Asante. Hapa tuna maharage. Hapa tuna maharage ya njano, tunauza shilingi 2500. Tuna maharage meupe, tunauza shilingi 2500. Kuna aina nyingine ya maharage meupe makubwa, tunauza shilingi 3000. Tuna maharage mengine ni mekundu ambayo yanaitwa kisapuli kwa Wahaya, tunauza shilingi 2500. Kuna maharage mengine ambayo yanaitwa Wahaya wanaita ruondera, shilingi 2500. Tuna udaga pale tunauza shilingi 7500. Hapa pia tuna senene. Karibu sana Wahaya, tunauza senene, bei ni maelewano kutokana na vipimo tofauti. Hapa tuna maharage aina nyingine, ni aina ya maharage ni aina ya hizi choroko. Ni aina ya choroko lakini ni yana ladha kama ya choroko, na yenyewe shilingi 2300. Hivyo basi tunawakaribisheni wateja, karibuni sana. Mpenzi mtazamaji, kama alivyotujuza kuna vitu vyetu vya Bukoba bwana. Nimeona hapa, nadhani bila shaka nitakuja niguse baadaye katika kuonja kwa namna moja nyingine. Lakini pia tumeona kuna na maini, na tumeona kuna vitu vingine bwana. Kuna na gonja hizi. Hizi ni gonja za Bukoba hizi. Gonja za Wahaya. Hizi gonja za Wahaya hizi. Unafanyaje? Hapa unamenya, unapitisha kwenye mafuta, unakaanga, tayari kwa ajili ya kufanya ni chai, kunywa chai kwa Waislamu, hata Wakristo au hata mwenyewe nyumbani na uwezo wa kutumia kama kitafuna. Karibu sana. Tunauza dagaa wakavu, tuna dagaa walokaangwa, tuna kila aina, yani karibuni wateja. Safi kabisa. Na bila shaka kama unavyoona mpenzi mtazamaji, mambo mbalimbali hapo yanaendelea hapa, lakini pia naka nini tena hii? Hii ni pilipili kwa ajili ya wateja. Wateja pilipili ulitengeneza vipi au ulinunua? Pilipili nimenunua. Kwa ajili ya wateja wangu wasihangaike kionjo. Sawa, safi kabisa. Naam, hii ni pilipili ya kizungu, si ya kienyeji kama unavyotazama mpenzi mtazamaji. Bila shaka mambo yako sawa. Tulitamani kidogo kufahamu kidogo kwa ufupi kidogo tukiwa tunamalizia. Umejiandaa vipi mara baada ya Ramadhani, mara baada ya Kwaresma? Kuna sherehe zinakuja mbele safari. Umejiandaje, umejipanga vipi kwa kwamba wateja wako wanaweza kuhudumia kwa namna nyingine? Baada ya Kwaresma kuisha na baada ya mfungo kwa ujumla kuisha, tutaboresha zaidi kwa sababu hali itakuwa imechangamka. Kitu cha kwanza tutaongeza vitu vilivyo vingi kutokana na uhitaji wa wateja. Kitu kingine cha pili, nafikiri mambo yatakuwa ni mazuri, tutaongeza vitu vingi sana ambavyo vinatembea wakati ambao sio wa mvua. Kwa sababu sasa hivi kuna vitu ambavyo tumebadilisha, vile vya kuozaoza sana tumeacha kutokana na hizi mvua. Hapa kulikuwa na fenesi, unajua bwana ndio na vitu vingi. Na sasa hivi kutokana na hali ya mvua tumeamua kuacha kwa sababu hali sio nzuri. Kutokana na walaji, kutokana na hali ya hewa.
tutakuwa tumestopisha kidogo, lakini kuanzia mwezi wa 5 wa 4 mambo yatakuwa mazuri. Sawa. Tutakuwa na unga, tutakuwa na sukari na mchele na vitu vingi. Mungu atujalie. Kwa kumalizia kwa sekunde chache, tunajua huyo dada anafanya biashara yuko barabarani. Kuna changamoto mbalimbali ambazo tunakutana nazo ikiwemo wizi wa kadhalika, na barabarani wanga pakosi vitu mbalimbali, na unaelewa kuna changamoto umeshakuta, labda umeshajua au umeshatembea. Changamoto ni nyingi. Kitu cha kwanza, changamoto tunazokutana nazo ni nyingi, hususan kwa wateja. Mtu anaweza akamtuma mtoto kufuata maharage ya njano, akafika na kwambia maharage meupe, kwa sababu ndio yaliyowahi kusemeka. Ukimpa maharage meupe, akifika nyumbani anamwambia sio yenyewe, anarudi. Akisharudi ukimrudisha tayari mteja anakwazika, lakini aliyekosea ni mtoto. Changamoto nyingine, unakuta umeandaa kitu, mtu amekuja ni kwa nia nzuri, lakini akifika anakukorofisha mpaka yani wewe mwenyewe unashangaa. Changamoto nyingine ya pili ni kwamba usafirishaji wa vitu muhimu unakuwa ni mgumu. Utakapokaa kwa mfano vingine mpaka upate kutoka Karagwe, kama sasa kuna nyakati za mvua, lazima utapata shida. Changamoto ni nyingi. Na pia changamoto za kuibiwa kwa kweli ni kubwa, hususan hata kwa wenzangu, hata kwa wengine, kwa sababu hakuna mtu anayetamani uende juu. Walio wengi wanatamani urudi nyuma, kwa hiyo walio wengi wanaturudisha nyuma, lakini Mungu tu. Kwa tuseme usalama ni mdogo sana. Usalama ni mdogo sana. Ulinzi upo, lakini mambo ni tough life. Mambo mengine kwa nyuma ya pazia.